mashabiki wa Simba kwa sababu miongoni mwa mechi ambazo kwa wanawake ni mechi bora, kwa sababu wanapokutana Simba na Yanga, haijalishi hata kama tungekutana mashabiki, tungekuwa tunacheza mechi ya Simba na Yanga, na kwa ni mechi kubwa na ni miongoni mwa dabi bora. Hata kama angeenda kuamsha watoto wadogo walikolala waje wacheze Simba na Yanga, basi itakuwa dabi bora. Mimi naamini sisi kama mashabiki wa Simba tumeenjoy mchezo, japokuwa tumepoteza ni miongoni mwa matokeo ya mpira, kwa sababu matokeo ya mpira kuna matokeo matatu: ya kufungwa, kusali na kushinda. Kwa michezo mitatu ya mwisho wao wameshinda miwili. Wao ni kama tayari wameanza kujitengenezea utawala wao kwenye dabi. Sio kwamba ameanza kujitengenezea, tumewapa ili wajifariji, kwa sababu waachelewe. Tungekuwa tunafunga kila siku ungesikia hapa, tungetaka hata kwenda kwenye bodi ya ligi. Sasa tutaki waende kwenye bodi ya ligi hadi kwenye ligi ya wanawake. Kwenye wao wanalalamika wapi? Ukisikia neno Yanga ni Yanga zote duniani, hata kama Yanga ikiwa chooni ni Yanga hiyo hiyo. Kwa maana malalamiko ni hayo, na ndio maana sisi tumeamua kuwafariji kwa msimu huu, waendelee kujifariji, na ninaamini ndio mwisho wao wa kujifariji, kwa sababu hata malengo yao wenyewe wanakuambia sio kwamba wanakuja kuchukua ubingwa, wanakuja kutengeneza bato kwenye ubingwa, na maana kupoteza tu, kujionekana na wao waone kwenye mbio za ubingwa sio kwenye mbio za ubingwa tu, hata kwenye nafasi ya pili na tatu mimi siwaone, kwa sababu nafasi aliyokuwepo wenyewe wanajitambua, yapo nafasi ya 4. Kwa ina maana wao wana sehemu yao ambayo wamefunga, lakini pia hii ni furaha kwao kwa kuwafunga Simba, na miongoni mwa timu ambazo kwa Simba wanawake Simba tunaongoza kwa buruza. Kwa ina maana tumewapa ili wajifariji, kwa sababu tunajua tabia zao, na ndio maana hata rais wa TFF kasema hii sio timu ya mpira, hii timu ya sinema. Kwa ina maana sisi tumetaka wasiende kuingia kwenye sinema, waendelee kubaki kwenye mpira kwa kuwafariji kama unavyoona. Unadhani ni kitu gani ambacho mmekuwa mnawazidi wapinzani wenu upande wa timu za wanawake? Sababu mmeonekana mmeshiriki klabu bingwa ya wanawake na mlifika mpaka semifinal, lakini kwa wao imekuwa ni ngumu kidogo. Ni kitu gani cha tofauti ambacho nyinyi mnacho na wao? Ukizungumzia tumewazidi, mimi naamini tumewazidi Simba ya wanawake, imezidi mpaka Yanga ya wanaume, kwa sababu Simba ya wanawake imewazidi mpaka Simba ya Yanga ya wanawake, yani Yanga ya wanawake imewazidi mpaka Yanga ya wanaume, kwa sababu ni Yanga, lakini Yanga wanaume na kinasisikii. Ndio maana nimekuambia Yanga ya wanawake imefika wapi? Semifinal, na maana nusu finali ya Champions League. Yanga ya wanaume haijawahi kufika. Umenielewa? Na ndio maana nimesema tumewazidi kwenye mashindano ya kafu. Kwa maana Simba ya wanawake kuitaja, ina maana unataja dude kubwa kabisa ambalo wewe mwenyewe ukilitaja lazima maneno yako yaumane. Na ndio maana unakuta watu wanalalamika. Kwa maana kufunga kwao ni miongoni tu mwa mchezo wa ligi. Kwa maana msimu wao kidogo wametuwini wapinzani wao, na ndio maana wameenda kupata matokeo. Sawa, tofauti ya alama 2 mkiwa mmewaacha JKT Queens, lakini wao wana mchezo mmoja mkononi. Unaiona nafasi ya Simba kwenda kuwa bingwa? Nafasi ya Simba kuwa bingwa ipo, kwa sababu mimi naamini JKT mwenyewe bado hatujacheza naye, na tunaamini kupata matokeo mbele ya JKT, kwa sababu tumebakiwa na mechi 5. Mechi 5 kwenye ligi ni nyingi sana. Unaona, unaweza kupoteza michezo miwili, unaweza kupoteza mchezo mmoja, unaweza ukasare. Kwa mimi naamini Simba msimu huu bado ni bingwa, na tutaendelea kuwa bingwa mpaka pale tutakaposema basi tutahakikisha tuna makombe 400 ya wanawake, ndipo tutawaruhusu wapinzani wetu. Unadhani leo wao walideserve kupata matokeo haya ambao wameyapata, na nyinyi mlideserve kupata matokeo mliyopata? Kwa kuvunja nazi zao, mimi naamini leo wanadeserve kupata, kwa sababu tumeziona nazi nyuma ya uwanja wa KMC, nazi zilikuwa nyingi, na ndio maana wamedeserve kupata matokeo. Kuna mtu alikuja kwa na mambo yake. Ni hawa tunawajua tabia yao, na sidhani kwenye mechi hii kama hajapita mlango wa chochoroni. Sidhani kama tabia yao kupita mlango wa chochoroni, kama mechi tu imeahirishwa na mamlaka husika na bado watu wakapita chochoroni. Sidhani kama mechi hii hajapita chochoroni. Wamepita chochoroni, ndio tabia yao. Sasa mtu tabia yako na yake. Sawa, tuzungumze upande wa timu ya wanaume. Kumekuwa na hali ambayo inaendelea ya watu kuzungumza na pressure ambayo ya kuhusu bodi ya ligi pamoja na rais wa shirikisho la soka Wallace Karia. Watu wengi wamekuwa hasa upande wa watani zenu wakishinikiza ama wakisema kwamba wanahitaji ajiuzuru. Wewe mtazamo wako ni upi? Mimi naamini inawezekana tumeandaa mazuzu kwenye mpira wa Tanzania, na miongoni mwa mazuzu ni mashabiki wao pamoja na viongozi wao. Mimi si vitu. Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu gani? Mimi naamini wao wanaenda kuwasindikiza wale wakiamini kuwa wamevunja kanuni. Timu ya kwanza Afrika na Tanzania kuvunja kanuni ni Yanga Afrika. Hakuna timu yoyote na anayebisha, kuanzia kiongozi wa Yanga ngazi ya juu mpaka ya chini hadi kwa shabiki la kafu. Nimwambie kwa nini wao wanaongoza kanuni ya kwanza. Timu ya kwanza inayoongoza kupita chochoroni kuliko timu yoyote Tanzania. Kanuni ya pili, wao wanafahamu mmiliki au mfadhili haruhusiwi kudhamini timu yoyote kwenye ligi husika. Wao wamekwenda kudhamini timu 8. Kwa nini hawakuambia bodi ya ligi wajiuzuru? Kipindi kile Babla Gonzalez alikataa kuwa JSM kwenda kuwa mdhamini mwenza, walivunja kanuni na Babla alishinda kwenye ile kesi. Kwa nini wao hawakwenda kusindikiza bodi ya ligi uzuru wa kuvunja kanuni? Kwa hiyo leo hii wanajua bodi kuvunja kanuni, si ndio? Sasa sisi tumewaambia bodi ya ligi haitaondoka na itabaki pale pale, na ndio maana Wallace Karia akawaambieje, nyinyi mpira hamwezi, nyinyi wacheza sinema. Na nimesikia wao akawaombe radhi. Karia, ukiomba radhi umeutukana mpira, wewe ongea unachokitaka. Sisi mashabiki wa Simba tuko kwa ajili yako, na mnachokiona ndugu zangu, hii ni maana halisi ya ubaya ubwela. Ahmed Ally alisema mwanzoni
kuwa ndugu zetu, milango yao yote ya fahamu itaongea na imeshaanza kuongea. Hii ndio milango ya fahamu. Malaika, tuzungumze juu ya kitendo cha kufanya mashabiki wa Yanga ambao leo hii wameonekana wakiimba na wakiwa wengine na mabango kuanikiza kwamba uhitaji rais na wahitaji bodi ya ligi, wanataka bodi ya ligi ivunjwe. Wewe mtazamo wako ni upi juu ya hivi? Kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa ni kama ni taarifa tu ambayo ilitolewa na klabu, lakini haikufikia stage hii kwa wanachama washabiki kuandamana na kwa kusisitiza kwamba wanahitaji rais na bodi ya ligi. Hawajaandamana. Kwanza nimesikitishwa sana kitendo cha leo cha mashabiki wa Yanga kwanza kuimba nyimbo kusema kwamba hawataki bodi ya ligi, alafu humo ndani wameingia kwa ajili ya bodi ya ligi. So wamekuja kuleta ujumbe wao. Unajua, kwanza kuna vichekesho. Hiyo timu yao ya Yanga inacheza nchi kwa ajili ya bodi ya ligi, wao wanasema bodi ya ligi haitaki. Hawana imani nao. Imani na ndio maana sio hawana imani, wao ndio hawana imani. Na shida ni waeleze mashabiki wa Yanga wengi inawasumbua ni unywaji wa visungula. Mashabiki wa Yanga wengi kinachosumbua ni unywaji wa visungula. Pombe ile kisungula hii sio supu. Hii kisungula hii sio supu. Visungula vinawasumbua sana kwa sababu wakati wanapiga makelele pale hawataki bodi ya ligi, huko wameshika visungula na kunywa. Sungula inaenda kuharibu sekodi yao na Ramadhani na kwa rais na wao wanakunywa na kulewa. Tumeona wenyewe waandishi habari. Hakuna mwandishi habari wote ambaye hajaona. Wanapiga makelele hawataki bodi ya ligi, wanakunywa visungula. Maana yake nini? Wameharibu kisaikolojia. Mimi kidogo kitaaluma kidogo kwamba nimesoma sawa daktari. Kisungula ukinywa sawa inakuharibu kisaikolojia. Kwanza na kunyima appetite ya kula. Kwa hiyo mashabiki Yanga wengi sasa hivi hata kula wali. Kwa hiyo wana minyoo inawasumbua, vile vya tumbo viko vingi. Sawa, umeona leo anapiga makelele. Hebu tujaribu kuhusianisha minyoo waliokuwa nayo na maamuzi yanayofanya haya ya kutaka kushinikiza kuondoka kwa rais ama bodi ya ligi kuvunjwa. Minyoo inaenda kumpushi mtu aonekane kwamba anafanya kitu ambacho hakipo. Sawa, na ndio maana nimesema visungua vinawasumbua. Lakini niulize swali na wana Yanga pia niambie kwenye comment, weke comment. Sawa. Nani Alikama ameongea? Hajaongea. Si ndio msemaji? Msemaji Yanga ni nani? Si Alikamwe? Ndio. Je, waniambie hadi Sande Manala Yanga ni nani? Ni mdau wa soka. Sio mdau, maana yake ni mshabiki na pia ni mwanachama kama mimi. Yeah. Analipa ada kama ninavyolipa mimi. Yeah. Lakini pia yule ni mtu ambaye alifungiwa. Anaongea vipi asilete ubifu, mwambie. Shida Haji Manara analeta ubifu wa yeye zidi ya Wallace Karia. Hiyo ndio shida. Kwa sababu yeye ndiye alimfungia. Kwa maneno yake ya hofu kama haya, niwaambie mashabiki wa Yanga, Haji Manara anawapoteza, na Haji Manara hacha kumtukana Wallace Karia. Haji Manara uwezo wake ni mdogo, hajaelewa maana sinema. Sinema sio tusi. Ila ni nini? Mimi yani aliposema sinema zao alikuwa anamaanisha nini? Labda niwaambie, mimi kwa binafsi nimesomea sanaa. Kwa hiyo masuala sana najua vizuri. Tumeona sinema ni mchezo ambao mchezo sio ukweli. Ukiigiza maana yake ndio sinema. Kuigiza maana yake nini? Leo hii mimi naambiwa kwa mimi nalia hapa nimepigwa, kumbe sijapigwa. Ndio mchezo wanafanya GSM, engineer pamoja na Alikamwe. Wanafanya mchezo wao, ndio maana waliwaambia nyinyi mnataka bodi ya ligi wajiuzuru. Je, nyinyi wenyewe mko sawa? Maana yake alishaona kwamba wanacheza mchezo wa maigizo. Kama ni hivyo, waache kuwekeza kwenye mpira. Waache kuwekeza kwenye mpira. Kuanzia GSM na huyo bosi wao mwingine, sawa? Waache kuwekeza kwenye mpira, wawekeze kwenye uigizaji. Na ndio maana waigizaji hawajanyanyua kauli kuongea, kwa sababu waliona kwamba Wallace Karia amezungumza kitu kizuri. Waje huku waigize, waache mchezo wa soka. Wanachokifanya Yanga, viongozi wa Yanga ni kuwaaminisha mashabiki, ndio kama hawa wanapiga makelele na visungula, mashabiki, wanachama na baadhi ya watu wengine kuonekana wao viongozi wao ni bora. Sawa, wanafanya kazi kubwa. Kumekuwa na taarifa kwamba wamepeleka kesi yao CAS, na endapo watashinda manake watadeserve kupewa alama 3. Huoni kama hii itakuwa ni ngumu kwa nyinyi kwenda kushinda ubingwa wa ligi kuu? Wewe ni ndugu mwandishi wa habari, una habari nyingi. Barua wewe uliona? Sio taarifa rasmi. Barua uliona? Sio taarifa rasmi. Yani hapo ndipo shida. Unasikia? Ngoja. Hapo ndipo shida inapoanzia kwa Yanga. Yanga wanapenda sana maneno, hawaendi kwa evidence ya vitendo.
Na ndio maana Alikamwe alisema washafunga ukurasa, walishaandika barua yao, wakaweka maelezo yao na evidence zao, walipopeleka pale wakaangalia, wamaliza. Je, Alikamwe Ahmed Ally anaongea? Simba wanaongea? Hawaongei kwa sababu za msingi kwamba tayari wameshamaliza, wao hawaendi kwa porojo. Yanga wanapiga lakini hawaendi kwa vitendo. Mpira wa soka ni mchezo wa evidence, sawa? Na ndio maana mimi nimewaambia tokea awali, Yanga anaongoza kuvunja kanuni. Yanga anaongoza kuvunja kanuni. Kanuni ya kwanza, yeye taarifa bodi ya ligi imetoa saa 8 kwamba mechi hakuna. Yeye saa 10 kapeleka timu. Amevunja hajavunja? Lakini hapa kuna shida gani kwa wao? Ngoja kwanza watu wameenda kufanya mazoezi pale. Ngoja kwanza nyinyi si hamjapeleka timu, wao wameenda kufanya mazoezi. No, wamevunja hawajavunja, comment zao unazitaji. Lakini kingine, wameingia uwanjani wamekuta nini? Hajakuta mtu. Hamna mtu. Sasa kama hajamkuta refarii, hajamkuta kamisa, hajakuta viongozi, maandalizi yote hajakuta. Sasa wao hizo point 3 wanadai za nini? Yaani wanachodai wao ni bodi ya ligi kugairisha mchezo kwa sababu ambazo wao hawajaridhika nazo, ama kwa walipopitia kanuni hawajaziona kama hizi sheria zinaweza kuwafanya bodi ya ligi wakagairisha mchezo. Swali wao kamilisha mchezo ndani ya tarehe 7 katika anajua kanuni zake, lazima timu itafanyaje, muda gani, muda upo, wanajua watakuja kufanya mazoezi. Lakini pia yule meneja anajua wao maziwa, lakini walioziwa sio wale walioziwa, ni bodyguard za Yanga. Sasa waniambie, Yanga si wao si mabingwa kujua kanuni? Wao si wanajua zile bodyguard za Yanga tarehe 7 zilipata nini pale uwanjani? Hayo mamlaka ya kuwazuia Simba siingie kwa mazoezi anawapa nani? Kamilisha huyu kamilisha sio kamilisha, sijui mimi simuelewi. Na huyu meneja, watu waambie wao wamepewa mamlaka na nani ya kuweza kuwazuia Simba wasiingie kufanya mazoezi. Kisingizio wanasemaje? Wanasema kwamba eti kuna mbuzi. Tuzungumze kama mdau wa soka kwa kasumba hii ambayo inaendelea, wewe unadhani solution sahihi ya kutibu hiki kinachoendelea ni nini? Solution sahihi, mimi niwaeleze Watanzania na wanasoka wote, sawa, mwenye uelewa zaidi ya comment, sawa, niwaeleze solution ya kwanza kabisa, sawa, kwamba ifike pala klabu ya Yanga na klabu ya Simba waache ujanja. Simuandulie comment zenu, waweke comment mwenye uelewa zaidi ya mimi. Mashabiki wa Yanga na mashabiki timu ya Yanga na timu ya Simba waache ujanja. Nini maana ujanja? Yanga mechi zote ambazo zimechezwa, achana hii ambayo imeahirishwa, mechi ambayo imechezwa na Simba, Yanga hajawahi kupita mlango sahihi. Sasa leo hii mnasemaje kwamba mnataka kwamba eti kwamba niseme kwamba ninauzungumziaje mchezo? Maana yake waende katika haki Yanga. Mechi tunaingia Taifa, mlango wa kanuni hapa. Sawa, wapite mlango wa kanuni. Kuna moja mitatu hiki hapa, waende kwa taratibu kanuni. Utaona kama rais wa FIFA wao Skaria yeye atapindisha. Wataona kama bodi ya ligi watapindisha. Lakini mpindisho wa kwanza wanaanza klabu zenyewe Simba na Yanga. Sasa kama wao wanapindisha na wale viongozi ni wa Tanzania, na wale viongozi, klabu ya Simba na Yanga hizi ndio klabu kubwa katika nchi, ndio klabu brandi. Sawa, tunasema nchi Tanzania kwa ligi yetu ya 6 ni kwa sababu ya Yanga na Simba. Kwa sababu Yanga na Simba, maana yake sasa ni lazima, ili soka letu liende kwenda mbele, utaratibu kwanza hizi klabu mbili zifuate. Sawa, lakini swala kufungiwa au kata pointi, kuna makosa makubwa Simba aliyafanya, ashakatwa. Wewe taarifa unayo? Wewe si habari? Ashakatwa Simba. Hata fadha najua, sio huyu tu mwana soka, hata anajua kwamba Simba alishakuja pointi 3. Lakini sasa je, waniambie, Yanga anaongoza kugomea mara 4 toka mpira umeanza. Sawa, waniambie mwaka na 69, sawa, aligoma Simba. Mwaka na 92, sawa, aligoma Yanga. Na mwaka na 2002 aligoma nani? Simba. Na 2008 aligoma Yanga. Na 2001 aligoma nani? Yanga. Simba amegoma gani mwaka huu? Sasa ukipiga mahesabu hizo kakuleta yeye Yanga amegoma mara nyingi. Sasa
waniambie ni lini Yanga ashakupiga faini. Shetani anataka kujibu hapo. Shetani, kabla hujajibu tuongee na Father hapa. Tusaidie kitu kimoja. Kwa namna ambavyo